Kristo anacho. Kuna neno kichwa, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa. Hilo neno kichwa hapa linamaanisha mamlaka, pia linamaanisha chanzo. Hilo neno kichwa, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Hilo neno kichwa linamaanisha mamlaka au linamaanisha chanzo. Chanzo ni mahali vitu vingine vinatokea. Source, naelewa source. Au linamaanisha nini? Mamlaka. Ya sababu ukiota ng'ombe ako na pembe kwa kichwa, huwe na ufahamu kwamba kuna kitu kuhusiana na uongozi. Naona uongozi. Kitu kuhusiana na mamlaka. Inaweza ikawa mamlaka fulani kwenye unaishi, vitu kama hizo. Hivyo basi hii inamaanisha wazi kwamba mamlaka yote yanatoka kwake. Huyo Yesu ndio tumeambiwa kama Yesu ndio kichwa. So inamaanisha kama Yesu ndio kichwa, so inamaanisha kwamba mamlaka yote inatoka kwake. Mamlaka yote kwa ajili ya kanisa. Manake so Mungu ameweka mamlaka katika kanisa la mahali. Yaani Kristo amewaweka watu katika uongozi ndani ya kanisa. Tumesema Mungu ameweka mamlaka, ama Kristo ameweka mamlaka katika kanisa la mahali. So Kristo ameweka watu katika uongozi ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna uongozi ambao Kristo ameweka watu katika uongozi. So unapokuwa unawekwa kusimamia mahali, usianze kusema tu hii ni mchungaji amewasa. Kristo ndiye amekuweka pale. Kristo ameweka watu katika uongozi ndani ya kanisa. Kwa hiyo katika kanisa la mahali kuna mamlaka ya kiroho. Wale ambao wamewekwa juu ya uongozi au ndio wanafanya tuseme kwamba kwenye kanisa la mahali kuna mamlaka ya kiroho. Kwa hiyo katika kanisa la mahali kuna mamlaka ya kiroho. Kwa hiyo katika kanisa la mahali kuna mamlaka ya kiroho. Haya, tuangalia kitu kingine kwamba kanisa la mahali ni mahali pa utaratibu. Hiyo unaweza andika kama ka subtopic kwamba kanisa la mahali kuna utaratibu. Unaweza andika kama capital letter, yani kitu yenye inatofautisha. Yani maana nataka kupeana vipengele vyenye vinaongelea utaratibu. Kwenye kanisa la mahali lazima kuna utaratibu. Katika kanisa la mahali kuna utaratibu. Wakorintho wa kwanza 11:34. Wakorintho wa kwanza 11:34. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 34.
Ine. Nasema mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu, na hayo yaliyosalia nje hapo nitayatengeneza. So huo ni utaratibu. Mtu akiwa na njaa pale, kulikuwa na ile hali kwamba ile unaona kushare chakula pamoja kanisani unaanza kuwa na baadaye ni kitu kizuri, lakini kikosa utaratibu na mafundisho vizuri, watu wataenenda vibaya. Wanaanza kusosania kwa hiyo chakula, mara sijakula mimi, mara hiyo nini sukari mingi, sijui watu hata sikufurahia hiyo chakula. So anasema ya nyumba ya kanisani ni tofauti na ya nyumbani. Ukitaka kula vizuri ushibe na kutengeneza vile unataka ikae vizuri, fanyia wapi? Fanyia nyumbani kwako. Lakini kanisani kubaliana na kila ambacho kimefanya nini? Kimetolewa pale. Hai hicho inakuwa tofauti. Chakula imepikwa mtu mmoja tu anatokea anaanza kulalamika. Siakula nyumbani utakula ushibe. Ni kama mtu anaenda kwa matanga anatoka hapa, sijakula. Kwa matanga ulianza kukula, si utakula nyumbani. Wewe unacheza na Waluya wetu wewe. Matanga ni sherehe. Akose kupewa nyama na ng'ombe mlichinja. Toka hapo na kusema ya amenyimwa ng'ombe, amenyimwa nyama. Na nyama zimejaa bujari, anaenda kununua. Kwani hiyo siku ndiyo alikuwa kule nyama. So kanisani pia kuna utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14:40. Wakorintho wa kwanza 14:40. Lakini mambo yote na yatendeka kwa uzuri na kwa utaratibu. Unaona hilo neno utaratibu. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. So kwenye kanisa la mahali kuna nini? Kuna utaratibu. Mambo yatendeke kwa uzuri, kuna utaratibu. So kwa hiyo sababu ya mamlaka ya kiroho katika kusanyiko la mahali ni utaratibu. Kwa hiyo sababu ya mamlaka ya kiroho katika kusanyiko la mahali ni utaratibu. Yaani sababu ya kuwa na mamlaka ya kiroho katika kusanyiko la mahali ni utaratibu. Tukikosa mamlaka ya kiroho kanisani hatutakuwa na utaratibu. Kwa hiyo sababu ya mamlaka ya kiroho katika kusanyiko la mahali ni utaratibu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania hutusaidia kuona umuhimu wa mamlaka ya kiroho. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania hutusaidia kuona umuhimu wa mamlaka ya kiroho. Waebrania 13:17. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania hutusaidia kuona umuhimu wa mamlaka ya kiroho. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania hutusaidia kuona umuhimu wa mamlaka ya kiroho. Ambapo tunataka kusoma Waebrania 13:17. Waebrania 13:17. Mwandishi huyu anatusaidia kuona umuhimu wa mamlaka ya kiroho. Waebrania 13:17. Watini wenye kuwaongoza. Haya, sasa hii ni kanisani. Hii ni taasisi ya kikanisa. Watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafanya. So anaelekeza jukumu la mtu mwenye mamlaka ya kiroho. Anaelezea jukumu la mtu mwenye mamlaka ya kiroho. Anasema jukumu la mtu mwenye mamlaka ya kiroho. Jukumu lake ni nini? Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. So majukumu ya hawa viongozi, majukumu ya hawa tunaosema mamlaka ya kiroho, wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Anaelezea kwa ajili ya anasema kwamba wanakesha kwa ajili ya roho zenu. So kazi ya viongozi kanisani, wanakesha kwa ajili ya roho ya waamini pale.
Hebu nikuulize sasa, uoni kabisa msukuma mkubwa wa kuombea kanisa? Unafaa uombea kanisa gani? Kwa sababu unakesha kwa ajili ya watu gani? Hao. Kama ni hesabu, unatoa hesabu ya watu gani? Au mtu anakasana tu amekusanya makanisa mengi kuombea si mbaya, lakini msukuma mkubwa unaombea kanisa lako la mahali, kwa sababu hao ndio watakuwa accountable wao. Amen. So wajibu wa viongozi wa kanisani au hawa wanaoitwa mamlaka ya kiroho wanakesha kwa ajili ya roho za waamini. Ni wazi kwamba aliye kichwa cha kanisa aliwaweka waamini kusimamia ukuaji wa kiroho wa waamini wengine. Ni wazi kwamba aliye kichwa cha kanisa aliwaweka waamini kusimamia ukuaji wa kiroho wa waamini wengine. Aliwaweka waamini kusimamia ukuaji wa kiroho wa waamini wengine. Swali linaweza tokea kidogo hapa. Hilo ni swali langu mimi. So, ikiwa ni hivyo, mtu akiwa kanisani na anataka akue kiroho, anafaa aangalia kina nani? Waamini wengine. Sio viongozi, ni waamini. Hao viongozi achini nje waamini, hao ni waamini. So maanake Kristo anachukua ndani ya waamini viongozi ambao watasimamia ukuaji wa Bwana Yesu asifiwe. Haya, tazama maneno ya Yesu kwa Petro. Tazama maneno ya Yesu kwa Petro. Yohana 21:15 mpaka 17. Tuangalia maneno ya Yesu kuelekea Petro ama kwa Petro. Yohana 21:15 mpaka 17. Yohana 21:15 mpaka 17. Mstari wa 15. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Nakumbuka Simoni si ni miongoni mwa wale wanafunzi 12 ambapo mmoja alikuwa amemsaliti, alikuja kumsaliti wakawa 11. So kumbuka, ona wanafunzi wa Yesu 12 wote wanaitwa wanafunzi wa Yesu, wamemwamini Yesu Kristo. So tunataka tuone statement ya Yesu, anatoa kiongozi wa kuovasia hao wengine. Endelea. Wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Unaona, anamwambia nani? Petro. So anampa majukumu juu ya wengine. So anatumia muamini anatumia mfuasi wake asimamie wafuasi wengine. Unapata? Anasema lisha wanakondoo wangu. Lisha wanakondoo wangu. 16. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Anamwambiaje? Chunga. So neno chunga tayari linakurudi kwa abat na shamal, si ndio? Chunga manake tuliona Kaini na Abeli, mmoja alikuwa mkulima, mwingine mchungaji, si ndio? So neno chunga ni sawa na mchungaji wa kondoo, unaelewa? Mchungaji wa kondoo kama Tauti aliyechunga kondoo za baba yake. So neno chunga manake shepherd, utumishi, atumike, awe mtumishi kwa ajili ya mtumishi kwa wengine. So sasa Petro kumtumikia Kristo atakuwa anatumikia kina nani? Hao wengine.
So kumtumikia Bwana ni kuwatumikia waamini wengine. Ama kumpenda Bwana. 17 akamwambia mara ya 3, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya 3. Sasa alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya 3 wanipenda. Kwa nini unaweza sense kwa nini alihuzunika? Alikuwa na doubt mwingine. Petro alikuwa na roho. Petro ana roho hapa, si ndio? So ni Petro ambaye wana privilege ya kuitwa wana, lakini bado hawajakuwa wana wa Mungu waliokaliwa na nini? Na roho. So anaweza akafanya maamuzi yoyote na wakati wote. So hapa si penye huwa tunasema kwamba once saved forever. Si hapa. Hapa Petro anaweza fanya maamuzi yote. Ndio hata kuna wakati akarudi kwa samaki. Wakati Yesu alienda amekufa, akarudi kufua samaki, wengine wakamfuata. Sasa wanamfuata kwa nini? Uongozi. Kiongozi akiamua kufanya kitu fulani, wengine wanaweza wakaelekea kule. Endelea. Anasema akamwambia Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. So lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Ni mara ngapi? Mara 3. Nafikiria hapa ni hapa alikuwa amesharudi, akampata amesharudi kwa samaki. Hapa alikuwa ameshafuka. Alikuwa amefufuka Alikuwa amefufuka. Petro alikuwa amefufuka na amerudi. Yesu alikuwa amerudi kuvua samaki. Maanake ameachana na majukumu ya nani? Na tunakumbuka kwamba kumbukeni kwamba Yesu anapofufuka, siku ya kwanza kuwatokea wanafunzi hawakuamini. Shida ya Biblia, unajua ni Biblia imeandikwa in summary. Wewe unaweza fikiria kwamba hii kitu ilifanyika tu once. Hawa jamaa kinachoitwa 40 days. Hawa jamaa waliamini injili kwa 40 days ndio ilifika mahali jamaa wakakubaliana. Hii kwa mchezo. Hii ni injili ya shule ya usiku na mchana. Anapowatokea mpaka anawaonyesha mikono. Hawakuamini. Anaunganisha hayo matukio. So mwandishi anakaa kama anaunganisha matukio mengi kuwa tukio. Ndio unaona haya matukio ukianza kufanya study utakuta kuna aliwatokea mara kwa mara. So mara zote akiwatokea alikuwa anawadhibitishia. So hata ila anawadhibitishia akiwaonyesha vitole inaweza ikawa si mara moja. Ni mara kwa mara akiwatokea. So anakula chakula mbele yao waone ni yeye amefufuka. Anaanza kutumia kama vile tunatumianga mfano. Leta tu mfano. Sasa kuonyesha huku alikuwa anajia kwa waamini. Walikuwa wakaidi si wachache. Yes, hata Biblia ndio inasema kwamba akawafunulia na akili waelewe na maandiko. Ukifanya study pale inamaanisha kwamba hiyo ilichukua muda wa kukusanya maandiko pamoja na kuleta ushahidi wa kutosha. Ndio jamaa wakafunguka akili sasa, wakaamini na maana. So si jambo la siku moja. Si jambo la siku moja. So hata Petro anapofuatwa kwa samaki bado hajaamini. Ana imani kuna Kristo. Hata wakati wanaambiwa Yesu amefufuka, yule mama na mwanamke anaenda kuambia kwamba ndiye alitimua mbio. Yeye ndiye anatimua hiyo. Unaona, kutimua kwenda kuangalia kaburi ni sign ya kutokuamini. Kwa sababu walikuwa waamini bila kwenda kudhibitisha. Lakini kwenda kudhibitisha kwa kaburi ni kutokuamini tayari. Angalia nani amesikia? Tomasa amesikia Yesu amefufuka. Jeni hiyo pamoja. Wale walikuwa naamini nini wakati walikuwa wanaambiwa lazima akufe? Walikuwa naamini hawakuamini hizo habari. Yaani walikuwa nasijua lakini wao walikuwa sijui niseme aje.
kile kilifanya wasiamini, unaelewa hali waliokuwa. So walikuwa wanajua huyu kiongozi hawezi kuwa. Sasa kwa kiambiwa atakufa avuke. Unaona ni kama Raila sasa. Hata kuna wenye wanajua atakufa. Kuna wengine hawajamini. Kuna hata mmoja jana alikuwa anasema hiyo roho yake iko mahali. Sasa tuangalie. Namna ambavyo Yesu Masihi kwenye taifa la Israeli vile walivyomtambua. Hao jamaa wako kumtambua Yesu kama mwokozi wa kiroho. Huyu ni mwokozi wa mwilini, ni mtu ambaye ana uwezo wa kutosha. Huyu si wa kufa huyu. Huyu ni mpaka afanye mapenzi ya Bwana humu duniani, atuokoe kutoka kwenye utumwa wake. Sasa wanapinga kabisa. So akiongelea mambo ya mauti, unajua ndio sababu tumesema kuna wafuasi na wanafunzi. Sasa jamaa walikuwa katika hali ya yani wanasikia hizi habari lakini hasichakaa kwenye mioyo yao. Mioyo yao itakubaliana, itaamini kwamba hakika hili jambo litakuja kutendeka. Ndio sababu hata wakati ambapo Yesu anakuja kuchukuliwa, Petro kukata sikio ni kutokuamini. Unaona, kwa sababu bado anaamini katika vita vya mwili. Anakata sikio. Haya, kutoroka si walimtoroka. Wakamwacha Yesu pekee kwa sababu bado maana kama wangeamini kwamba atafufuka, wangesema hata sisi tuko tayari kufa pamoja naye. Tunaandamana na Bwana wetu. Okay, unaona sasa kwa understanding yangu hapo nyuma, una expect ya kwamba ulikuwa umeambiwa huyu mtu atakufa, si ndio? Na unajua ni siku 3 tu. Si at least uamini ya kwamba okay, ni ukweli amekufa. Sasa tunajua baada ya siku 3 atarudi. Sasa mnaambiwa amefufuka, bado hauamini kabisa. Ndio sababu ona taifa la Israeli ni taifa ambalo linatambulika kwenye maandiko kwamba ni watu wa shingo ngumu, watu wa mioyo migumu. So kutoka Misri ni watu ambao walitembea kwa kutokuamini. Huyo mtu akiitwa shingo ngumu, yani inamaanisha huyu mtu unamuelezea vizuri, anasikia, yani unamuelezea njia kutoka hapa mpaka Kangemi, mpaka anaiona clear. Lakini anafanya tu moyo wake kuwa yani tu kuamini hicho. Yes. Walifanya kwa njia nyingine, walifanya mioyo yao kuwa mingumu. Ni sawa na vile Musa anaambiwa aenda ongeleshe mwamba, alafu anaenda kufanya nini? Pika mwamba. Unaona? Yani unaona kama neno la Mungu aliwezi. So Petro kuakiswa kupeleka nyafu kilindini, alikuwa tena na majakusi. Angemwambia Bwana, kama tumejaribu na imeshindikana, mimi sitafanya hivyo, hii ni kazi ya bure. Lakini unaona kutii neno la Kristo ambalo walikuwa watii the same kwamba atakufa alafu atafanya nini? Atafufuka. Ilikuwa ngumu. After unajua watu kulingana na tamaduni za mataifa. Ilikuwa kama mna mfalme. Yaani ndio muonyeshe ule ubabe ni kwamba huyo mfalme ako na uwezo wa kuwatetea, kuwapigania vita na hayo mambo yote. Sasa unajua ilikuwa changamoto kwao kwamba yani nyinyi huyu mfalme wenu kama apigani. Unajua hata hao mama wanamlilia. Anaenda anakufa. Nilikuwa kwa sababu ya kulala wanamlilia kwa sababu kutokuamini kwanza. Hawana imani. Tena waambia msimlilie. Tunaona hapa ni imani hapa. Yesu kwa sababu kama mmeafundishwa mkaambiwa kwamba atakufa kama inenavyo maandiko, atafufuka kama inenavyo. So wakati ambapo Yesu alisema saa yake imefika na nini, walikuwa wawe aware kwamba siku moja itahappen mambo fulani, maana amewaelezea kila kitu. So inamaanisha kwamba hata anapokuja kuchukuliwa, mambo ya kukata sikio haikuwa ikuwepo. Walikuwa wasema hii ni kitu kilichoandikwa, hii ni maandiko, hili ni neno la Mungu linatimizwa. So wangesemaje? Timizeni unabii. Unaona, timizeni unabii. So hawakuwa walie, ndio wangehusunika kwenye mioyo yao, lakini kwa njia nyingine walikuwa wafarijike, waone kwamba ukombozi wa kweli umetujia sasa. Maana ni kwa kupitia hili Bwana atatukomboa kutoka kwa dhambi zetu. Lakini zaidi ya yote ndio sababu John chapter 14 kuanzia 1 anaposema msifadhaike mioyoni. Walikuwa wanafadhaika kwa sababu baba kiongozi wetu anaenda, kutakuaje? So maana yake baada waamini
katika neno la Mungu. Yaani wao waliona kama akikufa inaishia. Imeishia. Atafufuka. Na ndio sababu kukawa baada ndio unaona nilifundisha hapo nikisema kwamba ndio sababu unaona mambo ya kurudi kwa Bwana kunakuwa na mafundisho tofauti. Kiama imeshatokea, mafundisho kama hayo. So Paul anatumia kuambia kwamba kufumba na kufumbua macho sijui na nini na nini, watu watatangulia wengine sijui nini na nini. Paul anatumia hayo maneno kuwafariji, kwa sababu kanisa lilikuwa, Yesu mwenyewe alienda, watu wetu wanaenda. Sasa hii mambo kutakaa aje? Na katika hali ya mafadhaiko. Na ndio hii mambo the same ambayo imekuwa ikifanyika kwenye huduma ya Times TV. Tukaambiwa kwamba wakati mtaona mtumishi ameenda, mjue wale mmepaki. So mlikuwa mnaona mwenzenu akienda mnasema afadhali huyu ameshaenda, na sisi wenye tunabaki je? Tutaenda lini? So si vitu mchezo, by the way, mambo ya kiroho ni mangumu. Yaani si rahisi. Tumuombe kabisa. So kuna hilo neno anasema lisha kondoo zangu. Hilo neno lisha katika mstari wa 16. Soma mstari wa 16, inasema hivi. Mstari wa 16 anasema, akamwambia tena mara ya pili, Simioni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Kuna hilo neno lisha. Hebu soma. 16 ndio nilikuwa nataka. Ya 16 iko wapi? Ya mwisho, neno la mwisho. Hebu soma. Wanasema akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana. Nataka hilo neno lisha. Kuna neno lisha. Neno hilo lisha. Inasema akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda. Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo. Hilo neno lisha linamaanisha kuchunga. 15, 16, 17 zote. Tunataka tu neno lisha. Hilo neno lisha lenye ametumia kwa 17 lisha. Hata 15. Hata 15 lisha. Ni 15 na 16 ya Kisungu iko? Ya Kisungu iko sawa basi. Nasema feed my lamb ya 15. Feed. 16 inasema feed my sheep. Yeah. 17 inasema feed my sheep. Ya Kiingereza. Ya Kiingereza iko sawa. Ndio nilikuwa nataka kusema hilo neno lisha lina maana ya kuchunga. Ina maana ya kuchunga. Hilo neno lisha ina maana ya kuchunga. Inaonyesha wajibu kwa sababu hiyo inaonyesha wajibu, na kwa sababu hiyo kuna kuwa na mamlaka. Hilo neno lisha lina maana ya kuchunga. So Yesu anapomwambia lisha kondoo zangu, alikuwa anamaanisha chunga kondoo zangu. Unachungaje? So umepewa wajibu wa kuwa na mamlaka juu ya wengine. So Petro alipewa mamlaka juu ya wengine. Nakumbuka Yesu amewaita wanafunzi wao kutoka kwa scratch, si ndio? Sasa amekaa na wao, mwisho wa siku anachukua mmoja wao anamweka juu ya the same kwenye kanisa na mahali. Wale ambao wanakuwa viongozi juu ya wengine ni wale wanatoka tu kwa the same church. Wale ambao wamelelewa pale wanakuwa viongozi juu ya wengine. Hii inatuonyesha pia sio kimaandiko kutoa mtu nje ukuja umweka kwa uongozi. Kutoa tu mtu nje alafu kuja kumweka katika uongozi, hayo si mzuri. Ukiangalia utaratibu wa Yesu, amechukua kwa wale wa pale. Hata wakati ambapo wanajakuwa yule ambaye ata represent Yuta, wanajakuwa watu ambao wamekuwa katika wanafuatana nao. So si mtu ambaye si mwokofu, yani si mtu wa nje, mtu wa nje hawezi wajua. So hili lilikuwa neno lile
ambalo Petro alifundisha nalo katika waraka wake wa kwanza. Hili lilikuwa neno lile lile ambalo Petro alifundisha nalo katika waraka wake wa kwanza. Hili lilikuwa neno lile ambalo Petro alifundisha nalo katika waraka wake wa kwanza. Waraka wa Petro wa kwanza 5:1 mpaka 4. Waraka wa kwanza nasema hili lilikuwa neno lile ambalo Petro alifundisha nalo katika waraka wake wa kwanza. Waraka wa kwanza Petro 5:1 mpaka 4. Waraka wa kwanza Petro 5 sura ya kwanza. Na wasii wazee walio kwenu. Na wasii wazee walio kwenu. Mimi niliye mzee mwenzi wao. Na shahidi wa mateso ya Kristo. Na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Nichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia. Si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao. Yaani si kama wale mabosi wa kawaida, mabosi nje ya wachana utawala wa mabosi. Watutawali watu kama hatufanyi watu kama vile watawala wao huko nje. Unajua kazi vile unafanywa sio kazi. Unakomandiwa fanya hivi, njoo pande hii, uchamaliza njoo pande hii, hapana. Bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, utaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Mchungaji mkuu ni Yesu. 5. Vipo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi lakini wapa wanyenyekevu neema. So na wasee walioko kwenu, atakuwa anamaanisha wasee wakati viongozi.